بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wanakuuliza juu ya ngawira, sema ngawira ni ya Mwenyezi Mungu na mtume, basi mcheni Mwenyezi Mungu na suluhisheni mambo baina yenu na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini. Hakika waumini ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidisha imani, na wakamtegemea Mola wao mlezi. Hao ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaruzuku, hao kweli ndio waumini. Wao wana vyeo na maghfira na riziki bora kwa Mola wao mlezi. Kama Mola wako mlezi alivyokutoa nyumbani kwako kwa haki, na hakika kundi moja la waumini linachukia. Wanajadiliana nawe kwa jambo la haki baada ya kwisha bainika, kama kwamba wanasukumwa kwenye mauti nao wanaona. Na Mwenyezi Mungu alipokuahidini kuwa moja katika makundi mawili ni lenu, nanyi mkapenda lisilo na nguvu ndiyo liwe lenu. Na Mwenyezi Mungu anapenda hakikishe haki kwa maneno yake na haikate mizizi ya makafiri, ili ahakikishe haki na auvunje upotovu na wangechukia wakosefu. Mlipokuwa mkimuomba msaada Mola wenu mlezi, naye akakujibuni kuwa kwa yakini mimi nitakusaidieni kwa malaika 1000 wanaofuatana mfululizo. Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zenu zitue, na haupatikani ushindi ila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Surat Al-Anfal imeteremka Madina. Surat Al-Anfal hii imeteremka Madina. Aya zake ni 75. Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka amebainisha katika sura hii baadhi ya hukumu za vita na mambo yanayopelekea vita na sababu za ushindi na makamo ya nguvu za moyo zinazopelekea kushinda na hukumu za ngawira za vita na wakati gani kuchukua mateka. Na Mwenyezi Mungu kwa hikma yake amekusanya humu hukumu za kisharia. Sura hii inaeleza kisa cha vita vya Badri na baadhi ya yaliyokuwa kabla yake na kuashiria sababu zilizosababisha hivyo vita, nazo ni kutoka makafiri washirikina Makka kumwendea Nabii sallallahu alaihi wasallama. Na humu Mwenyezi Mungu anataja kujitayarisha kwa vita na kupasa kuelekea salama na amani ikiwa maadui wanaelekea kutaka salama. Na sura hii tukufu inamalizikia kubainisha urafiki wa waumini wao kwa wao na kuwajibikia waumini kuihama nchi inayowaonea na kuwafanya wanyonge, ili wende kuwaunga mkono waumini wenzao katika juhudi ya kutukuza Uislamu na Waislamu. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katolewa Maka na kulazimishwa kuihama kwa sababu ya vitimbi vya mapagani washirikina na kwa kuazimia kwao kumua, ili Waislamu wapate kuwa na dola yao. Naye akienda kukaa Madina kwenye amani na manusura, huko ikawa hapana budi ila kuwania kujilinda na uvamizi wa maadui, wasije wenye imani wakapata mateso. Vikatokea hivyo vita vya Badri, waumini wakapata ushindi ulio wazi na ngawira nyingi waliziteka. Ikatokea hitilafu kidogo na suala la shauri la ugawaji wa hizo ngawira. Ndiyo hivyo Mwenyezi Mungu anasema, wanakuuliza habari ya ngawira zende wapi? Apewe nani? Ni za nani? Zigawanywe vipi? Ewe nabii, waambie, hizo ngawira ni za Mwenyezi Mungu kwanza, na mtume kwa amri ya Mola wake mlezi ndiye mwenye madaraka ya kuzigawa. Basi wacheni kukhitalifiana kwa ajili ya hayo, na uwe mtindo wenu ni kumhofu Mwenyezi Mungu na kumtii. Na tengenezeni yaliyo baina yenu, na mfanye mapenzi na uadilifu, ndiyo mahusiano baina yenu, kwani hakika hizi ndizo sifa za watu wa imani. Ama hakika waumini wa haki na kweli daima wanakuwa na hofu na utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Akitajwa Allah subhanahu, Mwenyezi Mungu aliyetakasika, nyoyo zao hufadhaika na zikaja hofu. Kwa hivyo kila wakisomewa aya za Qur'an, imani yao inazidi kuwa imara, na wao huzidi unyenyekevu na ujuzi, na wala hawamtegemei yeyote ila Mwenyezi Mungu aliyewaumba na ndiye anayewalinda na kuwaendeleza. Na hao waumini walio wakweli katika imani wanashika swala kwa kutimiza nguzo zake na kukamilisha unyenyekevu na utiifu, ili wawe daima katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na wanatoa katika mali aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya jihadi na mambo yote ya kheri na kuwasaidia wanyonge. Hakika hawa wanaosifika kwa sifa hizi ndio hasa wanaosifika kwa imani kwa haki na kweli, na malipo yao ni kupata vyeo vya ngazi ya juu kwa Mwenyezi Mungu. Yeye Allah subhanahu ndiye atawapa radhi zake na maghfira wanapoteleza, na duniani atawapa riziki njema, na akhera neema ya daima. Ushindi bila shaka upo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na funguo za mambo yote ziko kwake. Na hali ya waumini katika kukhitalifiana kwao katika mambo ya ngawira ni kama hali yao pale alipokuamrisha Mwenyezi Mungu utoke ukapigane na washirikina katika Badri, nayo ni haki iliyothibiti. Kwani miongoni mwa waumini kulikuwapo na kikundi kilichochukia vita kweli kweli. Wanajadiliana nawe hao wa kikundi hicho, wanajaribu kutilia nguvu kauli yao katika jambo la haki, nalo ni kutoka kwa ajili ya jihadi.
na kumbe wao walikuwa na wenzao waliotoka kwenda kupokonya mali ya Makureshi yaliyokuwa yanakwenda Shamu na wasiyapate. Kikundi hicho kikahiari kurejea baada ya kuona wamenusurika kwa kujuvywa na Mtume, na kwamba makafiri wanawaogopa, na kwa kuwa hali wakivichukia vita, na kuwa hawajui litakalowapata. Na walipokuwa wakiviendea vita, walikuwa kama wanaosukumwa kwenda kufa, na wao wanaona kitachowaua na yanawapata mateso yake. Enyi waumini, kumbukeni ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwenu, kwamba atakupeni ushindi juu ya moja katika makundi mawili, hilo lenye silaha na nguvu, na hali nyinyi mnapendelea kupambana na hilo kundi jengine lenye mali na watu tu, na hilo ni msafara wa Abu Sufyan, nanyi mkahiari mali yasiyokuwa na wapiganaji. Lakini Mwenyezi Mungu mtukufu anataka kuithibitisha haki kwa mapendo yake na uwezo wake na kwa maneno yake yaliyokwisha tangazwa, na ili aung'oe kabisa ukafiri katika bara Arabu kwa ushindi wa waumini. Aya hizi tukufu zinatoa sura ya yanayopita katika nafsi wakati wa vita, nako ni kutamani kukutana na maadui wachache na kuchukia kukutana na wengi, na kupenda kuteka mali na ngawira, na ilhali Mwenyezi Mungu mtukufu anataka kuitukuza dini na ishinde haki na wang'oke makafiri, ili athibitishe haki na auondoe upotovu, hata wakichukia makafiri ambao wamedhulumu haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya waumini na haki ya nafsi zao wenyewe. Na enyi waumini, kumbukeni nanyi mnagawana ngawira na mnahitalifiana mlipoomba uokovu na msaada, na mkaandikiwa kuwa hapana la kukuepusheni na vita. Mwenyezi Mungu alikuitikieni maombi yenu, akakuungeni mkono kwa kukuleteni malaika, roho zilizosafi nyingi zinazofika 1000 zinazofuatana zikija moja baada ya moja. Walipojua wapiganaji waumini kuwa hapana njia ya kuepukana na vita, wakaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu mtukufu akawaitikia na akawaunga mkono kwa malaika 1000 waliofuatana. Yani alianza kwa kupeleka msaada kwa vikosi vilivyofuatana, ili iwe wepesi kwa kila kikosi kuelekea pahala pake katika vita, pasiwepo kukaa bure au kupigana makumbo. Na ifikapo misaada ya majeshi ya vita, roho furahi na moyo huingia nguvu. Na haya ndiyo aliyoyakusudia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kauli yake, na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zenu zitue, na ushindi daima unatokana na Mwenyezi Mungu. Wala Mwenyezi Mungu mtukufu hakujalia huku kukuungeni mkono kwa malaika hizo roho safi, ila ni kuwa ni kukupeni habari njema kama bishara kwenu kuwa mtashinda, mpate kutua nyoyo na msonge mbele. Na Mwenyezi Mungu anakusaidieni, na wala ushindi hauji ila kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye kushinda, ambaye anayepanga mambo kwa pahala pake kwa mujibu wa ujuzi wake usiopitikiwa na chochote. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. alipokufunikeni kwa usingizi uwe ni uaminisho kutoka kwake, na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni ili kukusafisheni kwayo, na kukuondoleeni uchafu wa shetani, na kuzipa nguvu nyoyo zenu, na kuitia imara miguu yenu. Mola wako mlezi alipowafunulia malaika, hakika mimi ni pamoja nanyi, basi watieni nguvu walioamini. Nitatia woga katika nyoyo za waliokufuru, basi wapigeni juu ya shingo na wapigeni kwenye kila ncha za vidole. Hayo ni kwa sababu wamemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi Mwenyezi Mungu ni mkali kwa kuadhibu. Ndiyo hivyo, basi ionjeni, na bila shaka makafiri wana adhabu ya moto. Enyi mlioamini, mkikutana na waliokufuru vitani, msiwageuzie mgongo, na atakayewageuzia mgongo wake siku hiyo, isipokuwa kwa mbinu za vita au kuungana na kikosi, basi atakuwa amestahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na pahala pake ni Jahannam, na huo ni mwisho mwovu. Hamkuwaua nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua, na wewe hukutupa, walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa, ili awajaribu waumini majaribio mema yatokayo kwake. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye msikizi na mjuzi. Ndiyo hivyo, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kudhoofisha vitimbi vya makafiri. Kama mnataka hukumu, basi hukumu imekwisha kujieni, na mkiacha itakuwa ndiyo kheri kwenu, na mkirejea sisi pia tutarejea. Na jeshi lenu halitakufaeni kitu, japo likiwa kubwa, kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na waumini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi waumini, kumbukeni wakati mlipoingiwa hofu kwa upungufu wa maji na kuwaogopa maadui. Mwenyezi Mungu alikupeni utulivu kwa kukuleteni usingizi, mkalala mkatua. Akakuteremshieni maji kutoka mbinguni mkajisafishia, na mkauondoa wasiwasi wa shetani, na nyoyo zenu zikawa imara kwa msaada wa Rahmani, na pia ardhi ikashikamana kwa hayo maji, na miguu yenu ikaweza kukanyaga bila kudidimia katika mchanga. Aya hii inaashiria fadhila ya Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya wapiganaji waumini kwa kupatikana hali ya amani kwa kupumzika kwa usingizi, na kuteremka mvua kwa kujitahirisha na kukoga, na kushikamana mchanga kwa kuwepo maji, basi nyayo zikasimama imara.
inajulikana kuwa mchanga laini unawaletea tabu wapiganaji na unakuwa pingamizi katika kwenda huku na huko ambako ni katika dharura za vita muhimu. Na aya ya pili inaelezea maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuwaambia malaika wawathibitishe waumini na watia hofu katika nyoyo za makafiri. Na ni maarufu kuwa hofu ikiwatawala askari katika midani huwaletea kuemewa. Na katika aya hii tukufu panaashiriwa pahali pa kupiga napo ni juu ya shingo na kuvikata vidole vinavyokamata silaha mkononi. Enyi waumini, kumbukeni pale Mwenyezi Mungu alipowafunulia wale wenye roho zilizotahirika, yani malaika, watie ndani ya nyoyo zenu kuwa mimi ni pamoja nanyi, na kuungeni mkono na ninakusaidieni, kwa kuwaambia zitieni nguvu nyoyo za walioamini, waitii haki na wapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na mimi nitaifanya hofu izitawale nyoyo za washirikina, nao watakuogopeni. Nanyi enyi waumini, wapigeni vichwani mwao vilio juu ya shingo zao, na kateni vidole vyao vinavyokamata panga. Ukawa ushindi na kuungwa mkono nyinyi, na kwao ni kitisho na fadhaa, kwani wao walikuwa upande mmoja na Mwenyezi Mungu na mtume wake walikuwa upande mwingine. Kwa kuwa wao walimpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi ndiyo Mwenyezi Mungu anawateremshia adhabu chungu, na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Enyi waumini, hivyo ndiyo vita, basi vionjeni na muwe na yakini kuwa mtapata nusura ya kuungwa mkono. Na wanaopinga ishara za Mwenyezi Mungu watapata adhabu nyingine siku ya Kiyama, nayo ni adhabu ya moto. Enyi mlioisadiki haki na mkaitii, mkikutana na wale waliokufuru katika uwanja wa vita, nao wanakujieni kwa wingi wao, msiwakimbie mkazipa mgongo panga zao. Na asiye wakabili uso kwa uso, basi Mwenyezi Mungu amekasirika naye na marejeo yake ni motoni. Na huo ndiyo mwisho muovu kweli. Na mwenye kuacha kuwakabili kwa kuwa ni hila na mbinu za vita, au kaacha kikosi kwenda jiunga na kikosi kingine cha waumini apate kuwa na nguvu zaidi za mapambano, huyo hana dhambi. Na nyinyi waumini, pale mnapowashinda na mkawaua mliowaua katika wao, basi hakika si nyinyi mliowaua kwa nguvu zenu, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyekupeni ushindi na kuweza kuwaua kwa msaada wake kwenu na kutia hofu katika nyoyo zao. Na wewe mtume, pale ulipowarushia mchanga na kokoto nyusoni mwao kuwafadhaisha, si wewe uliyerusha, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyerusha, na wao wakafadhaika. Na hayo Mwenyezi Mungu ameyafanya kuwaneemesha waumini kwa neema njema. Katika hayo pana majaribio ya nguvu kwao, ili ionekane ikhlasi yao, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mambo yao, mwenye kusikia maneno yao, na mwenye kujua mambo ya maadui zao na kauli zao pia. Huo ndiyo ushindi mkubwa, na Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kudhoofisha kila hila za makafiri. Ikiwa nyinyi washirikina mlikuwa mkining'inia mapazia ya Al-Kaaba, na huku mnaomba ipambanuliwe baina yenu na waumini ijulikane haki iko wapi, basi sasa imekwisha kujieni hukumu ya kupambanua, na ushindi si wenu bali ni wa waumini. Na nyinyi mkirejea tena kufanya uadui, nasi tutakushindani tena, wala kukusanyika kwenu kwa ajili ya madhambi hakutakufaini kitu, hata ikiwa idadi yenu kubwa vipi, kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaoisadiki haki na wanaikubali. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msijiepushe naye, nanyi mnasikia. Wala msiwe kama wale wanaosema tumesikia na kumbe hawasikii. Hakika vinyama viovu mbele ya Mwenyezi Mungu ni vile viziwi na bubu visiotumia akili zao. Na Mwenyezi Mungu angelijua wema wowote kwao, angewasikilizisha, na lau angewasikilizisha wangeligeuka wakapuuza. Enyi mlioamini, muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapokuitieni jambo la kukupeni uzima wa milele. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na moyo wake, na kwamba hakika kwake yeye tu mtakusanywa. Najikingeni na fitna ambayo haitowasibu waliodhulumu peke yao kati yenu. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Nakumbukeni mlipokuwa wachache, mkionekana wanyonge katika nchi, naogopa watu wasikunyakueni, naye akakupeni pahali pazuri pa kukaa, na akakutieni nguvu kwa nusura yake, na akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru. Enyi mlioamini, msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu na mtume, wala msifini amana zenu, nanyi mnajua. Najueni ya kwamba mali zenu na wana wenu ni fitna, na kwamba kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata, hakika mmejua ushindi umepatikana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake. Basi endeleeni kumtii Mwenyezi Mungu na mtume, wala msiupuuze wito wa mtume anaoitia haki, nanyi mnamsikia na mnamfahamu ayasemayo. Wala msiwe kama wanafiki wanaosema tumeisikia haki na tumefahamu, lakini hawaifuati wala hawaiamini, basi wamekuwa kama wasiosikia. Hao washirikina na wanafiki ni kama wanyama waovu kabisa, waliosibiwa na uziwi, kwa hivyo hawasikii, na wakisibiwa na ububu, kwa hivyo hawasemi. Basi wao ni viziwi kwa haki, na hivyo hawasikii wala hawaitamki na hawaielewi. Na Mwenyezi Mungu kwa elimu yake ya tangu na tangu, lau wangeliona ndani yao kuwa katika hali yao hivi sasa itakuja patikana kheri yoyote kwao hao au kwa nafsi zao na kwa watu na kwa haki, basi angeliwafanya wasikie kusikia kwa kuongoka, hata hakika ingia akilini mwao.
na hata wangelisikia na wakaifahamu haki, basi bado wasingelifuata. Na mapuuza hayawaachi kwa kuzidiwa na pumbao. Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata, mwitikieni Mwenyezi Mungu kwa kufikisha anayokuamrisheni, na mwitikieni mtume katika vile anavyofikisha anayoyaamrisha Mwenyezi Mungu, pale anapokuiteni mtume kufuata amri za Mwenyezi Mungu ambazo zitakuleteni uzima wa mili yenu na roho zenu na akili zenu na nyoyo zenu. Na mjue kwa yakini kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia nyoyo zenu, huzielekeza atakavyo. Basi yeye huingilia baina yenu na nyoyo zenu zinapoingiliwa na matamanio. Yeye basi hukuokoeni nayo ikiwa nyinyi wenyewe mnajielekeza kwenye njia iliyonyoka. Na nyinyi nyote mtakusanywa kwake siku ya Kiyama, na huko ndiko malipo yatakuwa. Najikingeni na dhambi kubwa ya kufisiri jamii yenu, kama vile kuacha kwenda kwenye jihadi na kufarikiana mkagawana mapande mapande, na kama kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwani fitna hiyo, dhambi hiyo, haiwapati wale waliodhulumu peke yao, bali inawapata wote. Na mjue kuwa bila shaka kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali hapa duniani na akhera pia. Na hebu kumbukeni enyi waumini katika hali ya kuwa mna nguvu, pale mlipokuwa wachache na wanyonge. Maadui walikudhilini kwa unyonge wenu, nanyi mlishikwa na hofu wasije maadui zenu kukunyakueni. Basi tena mkahama kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na makazi yenu yakawa Yathrib, yani Madina, na mkapata manusura kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na taufiki yake, na akakuruzukuni ngawira njema, kutaraji mtashukuru kwa neema hii, na muendelee katika njia ya jihadi kulinyanyua neno la haki. Enyi mlioisadiki haki mkaifuata, haikufalini kumkhini Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kufanya urafiki na maadui wa haki, na kukhuni katika ngawira, au kwa kuacha kwenda kwenye jihadi, wala msikhuni amana mnazopewa, na nyinyi mnajua amri na makatazo yake. Enyi waumini wenye kusadiki, jueni kuwa fitna ya nafsi zenu inatokana na kupita mpaka katika mapenzi yenu kwa watoto wenu na mali yenu. Basi isiwe kupenda kwenu kuyapenda mali na wenenu yakazidi kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hayo yatakuharibieni mambo yenu. Na jueni kuwa malipo ya Mwenyezi Mungu yanakutosheni kuliko mali na watoto. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Enyi mlioamini, mkimcha Mwenyezi Mungu atakupeni kipambanuo na atakufutieni makosa na atakusameheni, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Na walipokupangia mpango waliokufuru wakufunge au wakuue au wakutoe, wakapanga mipango yao na Mwenyezi Mungu akapanga yake, na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa mipango. Na wanaposomewa aya zetu wao husema tumesikia, na lao tungelipenda tungesema kama haya. Aya si chochote ila hadithi za watu wa kale tu. Na waliposema, Mwenyezi Mungu, ikiwa haya ni kweli itokayo kwako, basi tunyeshee mawe kutoka mbinguni au tuletee adhabu yoyote iliyochungu. Na Mwenyezi Mungu hakuwa wa kuwaadhibu nawe umo pamoja nao, wala Mwenyezi Mungu si wa kuwaadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha. Lakini wana jambo gani hata Mwenyezi Mungu asiwaadhibu, na hali ya kuwa wanawazuilia watu msikiti mtakatifu? Wala wao hawakuwa ndio walinzi wake, bali walinzi wake hawakuwa ila wacha Mungu tu, lakini wengi katika wao hawajui. Na haikuwa ibada yao kwenye hiyo nyumba ila ni kupiga miunzi na makofi. Basi onjeni adhabu kwa vile mlivyokuwa mkikufuru. Hakika wale waliokufuru hutoa mali yao ili kuzuilia njia Mwenyezi Mungu, basi watayatoa, kisha yatakuwa juu yao majuto, na kisha watashindwa. Na wale waliokufuru watakusanywa kwenye Jahannam, ili Mwenyezi Mungu apate kuwapambanua walio waovu na walio wema, na kuwaweka waovu juu ya waovu wengine, na kuwarundika wote pamoja, na kuwatupa katika Jahannam. Hao ndio waliohasirika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata, mkizinyenyekea amri za Mwenyezi Mungu kwa siri na dhahiri, Mwenyezi Mungu atakujalieni katika nafsi zenu uwezo wa kupambanua baina ya haki na upotovu, na atakutunukieni ushindi wa kutenga baina yenu na maadui zenu, na atakusirieni maovu yenu yaondoke, naye akusameheni, na yeye subhanahu daima ni mwenye fadhila kubwa. Nakumbuka ewe nabii, neema za Mwenyezi Mungu hizo juu yako, pale washirikina walipopanga njama kukutia nguvuni, ama wakufunge au wakuue au wakutoe mji. Hakika walikupangia mipango miovu, na Mwenyezi Mungu mtukufu alikupangia utokane na shari yao. Na mpango wa Mwenyezi Mungu ndiyo waheri na una nguvu zaidi, na ndiyo wenye kushinda. Na ewe nabii, kumbuka inda ya washirikina ulipokuwa ukiwasomea aya za Qur'ani tukufu, nazo ni ishara zetu. Ujahili wao na ghururi yao iliyopita kiasi iliwapelekea kusema,
tungelitaka kusema kama isemavyo hii Qur'ani tungelisema, kwani humu hamna chochote ila visa walivyoviandika watu wa kale. Nakumbuka ewe nabii, vipi walivyokuwa wanakupinga na kumpinga Mwenyezi Mungu, hata kwa inda yao wakasema kumwambia Mwenyezi Mungu Mola wao mlezi, ikiwa haya unayokuja nayo ni mambo madhubuti, basi zijalie mbingu zitunyeshee mawe, au tuletee adhabu yoyote iliyo kali yenye uchungu. Si katika hikma ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuwaadhibu katika dunia kwa adhabu kali, na hali wewe upo miongoni mwao unaitia haki, nawe unataraji asa wataitikia. Wala si mtindo wa Mwenyezi Mungu kuwaadhibu wenye kuasi nao wangali wanamuomba maghfira na wamo kuyavua yale walionayo. Hakika hali yao iliyo sasa inaruhusu kuwaadhibu, kwani wanawazuia watu wasiutumie msikiti ambao Mwenyezi Mungu ameutukuza kwa kuharamisha vita karibu yake. Lakini Mwenyezi Mungu anawaakhirisha kwa alivyowakadiria katika ujuzi wake kuwa wengi wao watakujaamini. Wao wakati huu wa sasa sio walinzi wa kuunusuru huo msikiti mtukufu, bali wao wameunajisi kwa kutia ibada ya masanamu ndani yake. Ama wakunusuru hakika ni waumini wenye kumtii Mwenyezi Mungu, lakini wengi katika washirikina hawaijui dini wala hawajui cheo cha nyumba hiyo tukufu. Na maombi yao kwenye nyumba hii tukufu Al-Kaaba si chochote ila ni kupiga miuzi na makofi. Ilivyokuwa hivyo ndivyo hali yenu, basi wacha mauti ya kupateni na yaonjeni katika uwanja wa vita, upate kubaidika ushirikina kutokana na Al-Kaaba, na kuuliwa huku kwenu ni kwa sababu ya ukafiri wenu. Hakika hao wanaozipinga ishara za Mwenyezi Mungu na wanamshirikisha na miungu mingine hutoa mali yao ili wawazuie watu wasifuate imani ya haki, nao wataendelea kutoa hayo mali, kisha hayo mali kwa kuwapotea bure bila pato walitakalo yatawaletea majuto na machungu. Na katika uwanja wa mapambano watashindwa hapa duniani, na kisha watakusanywa wote katika Jahannam wakibaki na ukafiri wao. Kwa kushindwa makafiri duniani na kuadhibiwa motoni akhera, Mwenyezi Mungu anapambanua aliyekhabithi wa roho na vitendo na maneno awe mbali na aliyemwema wa roho yake na moyo wake, na awafanye wale waovu makhabithi wapandane wenyewe kwa wenyewe, huyu juu ya huyu, na awatie motoni siku ya Kiyama. Na hao washirikina mafisadi ndio wenye kuhasiri peke yao duniani na akhera. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. waambie wale waliokufuru wakikoma watasamehewa yaliyokwisha pita, na wakiarudia basi imekwisha pita mifano ya wazamani. Na piganeni nao mpaka isiwepo fitna na mateso, na dini yote iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini wakiacha basi hakika Mwenyezi Mungu anayaona wanayoyatenda. Na kama wakigeuka basi jueni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wenu, ni Mola mwema na msaidizi mwema. Na jueni ya kwamba ngawira mnayoipata basi khums ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu na tuliyateremsha kwa mja wetu siku ya kipambanuo, siku yalipokutana majeshi mawili, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Kumbukeni pale mlipokuwa nyinyi kwenye ng'ambo ya karibu ya bonde, na wao wakawa ng'ambo ya mbali, na msafara ulipokuwa chini yenu, na ingelikuwa mmeagana mngelihitalifiana katika miadi. Lakini ili Mwenyezi Mungu atimize jambo lililokuwa lazima litendeke, kwa sababu aangamie wa kuangamia kwa dalili zilizodhahiri, na asalimike wa kusalimika kwa dalili zilizodhahiri. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Kumbuka alipokuonyesha usingizini mwako kwamba wao ni wachache, na lao angelikuonyesha kuwa ni wengi, mngeliingiwa na woga, na mngelizozana katika jambo hilo. Lakini Mwenyezi Mungu hakuvueni, hakika yeye ni mwenye kuyajua yaliyo vifuani. Na mlipokutana akakuonyesheni machoni mwenu kuwa wao ni wachache, na akakufanyeni nyinyi ni wachache machoni mwao, ili Mwenyezi Mungu atimize jambo lililokuwa liwe, na mambo yote urejezwa kwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika juu ya vitisho hivi mlango wa matarajio ungali wazi. Basi ewe nabii wa rehma, waambie hawa wapinzani kuwa wakikoma wakaache inadi yao na ushirikina wao, basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atawasamehe vile vitendo vyao vilivyokushapita. Na wakiendelea na upotovu wao na wakarudia tena kwa kupigeni vita, basi mwendo wa haki kwa waliotangulia umethibiti utakuwa ule ule, nao ni kuwa haki lazima iushinde upotovu pindi ikiwa wale watu wa haki wakishika utiifu na njia za ushindi. Na endeleeni kuwapiga vita washirikina mpaka wache kuharibu itikadi za waumini kwa kuwatesa na kuwaudhi. Wakiacha ukafiri na kuwaudhi waumini na wakamsafia dini Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvijua vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Na wakiendelea na kupuuza kwao na kuwaudhi waumini, basi enyi waumini, jueni ya kuwa nyinyi mko katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na huo ndio ulinzi wenye kupendeza na wenye nguvu kabisa,
na yeye ndiye mwenye kukunusuruni, na nusura yake ndiyo yenye nguvu zaidi na bora zaidi. Na enyi Waislamu, jueni kuwa katika mali ya makafiri mliyoyateka, hukumu yake ni kugawiwa mafungu 5. Fungu moja ni la Mwenyezi Mungu na mtume na jamaa zake mtume, na mayatima, nao ni watoto wadogo Waislamu waliofiwa na baba zao, nao ni mafakiri, na masikini, nao ni wale Waislamu wenye haja, na msafiri, naye ni mwenye kukatikiwa safari yake ya halali. Na yaliyohusishwa katika hiyo sehemu moja katika 5 kuwa ni ya Mwenyezi Mungu na mtume huhusishwa kwa maslaha ya umma, kama anavyopasisha mtume katika uhai wake au baada ya kufa kwake imamu. Na yaliyobaki katika ile khumsi watapewa waliokwishatajwa. Ama sehemu ya 4 nyingine katika ghanima, yani ngawira, na aya ikanyamaza kimya juu yake, ni za wale waliopigana. Basi jueni hayo na mnyajue, ikiwa mmemwamini Mwenyezi Mungu kweli, na mmeziamini ishara tulizomteremshia mja wetu Muhammad za kumthibitisha na kumsaidia siku ya mapambano tulipopambanua baina ya ukafiri na imani, nayo ndiyo siku lilipokutana kundi lenu na kundi la makafiri katika Badri. Na Mwenyezi Mungu mwenye kudra kubwa juu ya kila kitu aliwapa ushindi waumini juu ya uchache wao kuwashinda makafiri juu ya wingi wao. Nakumbukeni mlipokuwa bondeni ng'ambo hii ya karibu na Madina, na wao makafiri wako ng'ambo ile ya mbali, na msafara wenye bidhaa mliokuwa mnautaka uko karibu zaidi nanyi upande wa baharini, na lao kuwa mmepeana miadi ya kukutana kwa kupigana, basi msingewafikiana hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu kapanga mkutane bila ya miadi na bila ya kutaka wao, ili apate kutekeleza jambo ambalo katika ujuzi wake limekwisha thibiti litokee tu, wala hapana jinginelo. Jambo lenyewe ni kuwa vitokee vita vitavyopeleka nyinyi mshinde na wao washindwe, ipate kuondoka shaka, wateketee wa kuteketea kwa hoja wazi ya kuonekana, nako ni kushindwa makafiri juu ya wingi wao, na wahuike waumini kwa hoja iliyo wazi, nako ni kushinda kuliotoka kwa Mwenyezi Mungu kuwapa waumini wachache. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua, haimfichikii kauli wala nia yoyote ya pande zote mbili. Nakumbuka ewe mtume, pale Mwenyezi Mungu alipokufadhili kwa kukuonyesha usingizini ndoto ya kuwa hilo jeshi la maadui ni dogo, ili akutulizeni nyoyo muamini kuwa mtawashinda, kwa hivyo muwe imara kuwakabili. Na lau angelikuacheni muwaone wengi bila ya kukuthibitishieni kwa ndoto hiyo, mngeliwaogopa na mkasitasita kupigana nao, na mngeliemewa na mkazozana msonge mbele au mrudi. Lakini Mwenyezi Mungu amekuvueni na hayo, na akakuokoeni na matokeo yake, kwani hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo ndani ya vifua vya watu. Nakumbuka ewe mtume, alipokuonyesheni Mwenyezi Mungu kuwa maadui zenu mnapokutana nao ni wachache katika macho yenu, kama alivyoonyesha wao kuwa nyinyi ni wachache, na kwa kuwa tangu hapo wao wana ghururi ndani ya nafsi zao kuwa ni wengi, ili kila mmoja wenu awanie kupigana na mwenziwe. Na kwa hivyo yatimie aliyokwisha yaamrisha Mwenyezi Mungu, na ilikuwa hapana budi hayo yatimie. Na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo hurejea mambo yote ya ulimwengu, halitendeki jambo ila alilokwisha lihukumia na kuzitengeneza sababu zake. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله
والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Enyi mlioamini, mkikutana na jeshi basi kuweni imara, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanikiwa, na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msizozane mkaingiwa woga na zikapotea nguvu zenu. Na subirini, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri. Wala msiwe kama wale waliotoka majumbani mwao kwa fahari na kujionyesha kwa watu, na wakazuilia watu njia ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ameyazunguka yote wanayoyafanya. Na pale Shetani alipowapambia vitendo vyao na akawaambia, hapana watu wa kukushindeni hii leo, na hali mimi ni mlinzi wenu. Yalipoonana majeshi mawili akarudi nyuma na akasema, mimi si pamoja nanyi, mimi naona msiyoyaona. Mimi namwogopa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi mlioamini, mkikutana na kikosi cha wapiganaji katika adui zenu, basi kuweni imara, wala msiwakimbie, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa kufuata uwezo wake na ahadi yake ya kuwasaidia waumini. Mkikithirisha kumkumbuka na kumtaja pamoja na kuwa imara na kusubiri, mkifanya hivyo ndiyo matarajio yenu ya kupata mafanikio yatapotimia. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake katika mambo mlioamrishwa na mliokatazwa, na wacheni kuzozana na kukhitalifiana. Hayo ndiyo yanayopelekea kupoteza nguvu na kushindwa. Na vumilieni mkipata shida za vita. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaovumilia wakasubiri kwa kuwapa msaada na kuwaunga mkono na kuwalipa malipo mema. Wala msiwe kama wale waliotoka kwenye majumba yao na wanaghururi, yani udanganyifu, kwa nguvu na neema walizonazo, wakajifahari na kujionyesha mbele za watu, wakitaka wasifiwe kwa ushujaa na ushindi. Na wao huku wanapinga watu katika njia za Mwenyezi Mungu na wanaupinga Uislamu. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitendo vyao kwa ujuzi na uwezo, na yeye atakuja walipa duniani na akhera. Na kumbukeni enyi Waislamu, pale Shetani alipokuja kuwazaini hawa washirikina kwa kuonyesha kuwa wayatendayo ni mazuri kwa uchochezi wake, akiwaambia hapana mtu yeyote anayeweza kuwashinda, na akahakikishia kuwa yeye atawalinda na kuwanusuru. Yalipokutana makundi mawili katika vita, vitimbi vyake na uchochezi wake ukavunjika, akarejea nyuma na akajitoa nao, akaogopa Mwenyezi Mungu asimuangamize, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Na waliposema wanafiki na wale wenye ugonjwa nyoyoni mwao, watu hawa dini yao imewadanganya, na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, ametukuka na mwenye hikma. Na laiti ungeliona malaika wanapoafisha wale waliokufuru wakiwapiga nyuso zao na migongo yao na kuwaambia ionjeni adhabu ya moto. Hayo ni kwa sababu ya yale yaliyokwisha tangulizwa na mikono yenu, na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja. Kama ada ya watu wa Firauni na waliokuwa kabla yao, walizikataa ishara za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu aliwashika kwa sababu ya madhambi yao. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu habadilishi kabisa neema alizowaneemesha watu mpaka wao wabadilishi yaliyomo ndani ya nafsi zao. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Ni kama ada ya watu wa Firauni na walio kabla yao, walizikanusha ishara za Mola wao mlezi, basi tukawateketeza kwa madhambi yao, na tukawazamisha watu wa Firauni, na wote walikuwa wenye kudhulumu. Hakika vinyama vilio viovu kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni wale wanaokufuru, basi hao hawaamini. Wale ambao miongoni mwao umepatana nao ahadi, kisha wanavunja ahadi yao kila mara, wala hawamchi Mungu. Basi ukiwakuta vitani, wakimbize walio nyuma yao ili wapate kukumbuka. Na ukichelea khiana kwa watu fulani, basi watupilie ahadi yao kwa usawa. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi makhaini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Nakumbuka ewe Mtume, waliposema wanafiki miongoni mwa makafiri na wale wenye imani dhaifu, walipokuoneni mmesimama imara, hawa Waislamu wameghurika kweli na dini yao, na hakika mwenye kumwakilisha Mwenyezi Mungu jambo lake na akamuamini yeye na akamtegemea yeye, basi hapana shaka kuwa Mwenyezi Mungu atamkifia mondolee hamu yake na atamnusuru na maadui zake, kwani hakika Mwenyezi Mungu madaraka yake yana nguvu, naye ni mwenye hikma katika mipango yake.
na lau kuwa unaona ewe mtume kile kitisho kikubwa kinachowateremkia hawa makafiri wakati ule malaika wanapowafisha na kuwang'oa roho zao, nao wakiwapiga mbele na nyuma na wakiwaambia, onjeni adhabu ya moto kwa sababu ya vitendo vyenu viovu. Na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja wake kwa kuadhibu kwa madhambi waliyotenda, bali huo ni uadilifu, kwa sababu hawawi sawa mwovu na mwema. Basi kuadhibiwa kwake ni kwa vitendo viovu alivyovitenda mwenyewe. Hakika ada ya hawa washirikina na shani yao katika ukafiri ni kama shani ya Firauni na majabari wote waliobaki waliokuwa kabla yao. Walizipinga ishara za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu aliwaadhibu kwa madhambi yao, wala yeye si mwenye kuwadhulumu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu katika kutekeleza hukumu yake, na mkali wa kumlipa anayestahiki adhabu. Na huu ni uadilifu katika kulipa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakika haibadilishi neema anayowaneemesha watu, kama vile neema ya amani, kutononoka na afya, mpaka wao wenyewe waigeuze hali yao na sababu zake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyasikia wayasemayo na mwenye kuyajua wayatendayo. Kama ilivyokuwa ada yao na mtindo wao hawa katika kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu na neema zake, ni kama mtindo wa watu wa Firauni na waliowatangulia. Hali kadhalika ada yao na shani yao katika kuendelea kuwakadhibisha mitume wake na dalili za unabii wao ni kama ada ya watu wa Firauni na walio kabla yao. Basi wamefanana hao katika kukanusha ishara na kuupinga utume wa mitume na kuwakadhibisha na kuendelea juu ya mwendo huo vile vile. Na kila mmoja Mwenyezi Mungu amemtia mkononi kwa dhambi zake, wale kwa midharuba na vimbunga na kadhalika, na watu wa Firauni kwa kuwazamisha, na wote walikuwa ni madhalimu wa nafsi zao, kwa hivyo walistahiki adhabu iliyowafika. Hakika katika vyote vilioenea juu ya uso wa ardhi walio waovu mno mbele ya Mwenyezi Mungu katika hukumu yake na uadilifu wake ni makafiri waliokakamia juu ya ukafiri wao. Nao ni wale uliofungamana nao kwa mikataba, nao wakawa hawaachi kuivunja kila mara. Na watu hao ni Mayahudi ambao hawachelei utukufu wa Mwenyezi Mungu, wala hawahofu kupatilizwa naye wala adhabu yake. Basi ewe mtume, ukiwakuta hawa wavunjao mapatano na ukasaidiana nao katika vita, nawe umeshinda, basi watishe barabara kwa kuwapa adhabu ya kuwatia uchungu na kuwaogopesha wale walio nyuma yao, upate kuwafarakisha waliobaki. Mateso haya ndiyo ya kuwakumbusha uovu wa kuvunja mapatano na kuwazuia wenginewe wasitende kama hayo. Katika aya tukufu hizi tunahadharishwa na wale wanaotoa ahadi na kisha wakazivunja. Hawa yafaa wapewe adhabu ya kutia mfano kwao na kwa walio nyuma yao. Na katika aya hii unabainishwa umuhimu wa kuvuruga askari wa adui walio nyuma. Hizi ni mbinu za vita za kisasa, kwani kuzua vurugo katika askari wa nyuma hutosha kuleta fujo la kupeleka jeshi kutawanya askari wake kulinda mgongo wake, na kwa hivyo zinavunjika nguvu zake. Juu ya hivyo katika sehemu za nyuma katika midani ndiyo huwapo mambo yaliyohusu idara ya jeshi, ambayo juu yake ndiyo jeshi linategemea kwa msaada. Ukileta vurugu hapa hupelekea kukosekana nidhamu yote ya jeshi, na kwa hivyo ndiyo huleta kuemewa na kushindwa. Na ukiona alama za hao watu kutaka kuleta khiana, kuvunja maagano yaliyo baina yako na wao, ikate njia yao wasiweze kukuhuni kwa kuwatangazia wewe kuvunja hayo mapatano mpaka walijue jambo lako na wasiweze kukuhuni. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi makhaini wala haridhii kuwa nyinyi msifike kwa sifa yao. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين wala wasidhanie wale waliokufuru kwamba wao wametangulia mbele, la, wao hawatashinda. Basi waandalieni nguvu kama mwezavyo, na kwa farasi waliofungwa tayari ili kuwatishia maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zenu na wengineo ambao hamwajui, lakini Mwenyezi Mungu anawajua, na mkitoa chochote katika njia ya Mwenyezi Mungu mtarudishiwa, na wala nyinyi hamtadhulumiwa. Na wakielekea amani, nawe pia elekea, na mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika yeye ndiye mwenye kusikia, mwenye kujua. Na wakitaka kukuhadaa, basi Mwenyezi Mungu atakutosheleza, kwani yeye ndiye aliyekuunga mkono kwa nusura yake na kwa waumini. Na akaziunga nyoyo zao, na lau wewe ungelitoa vyote viliomo duniani usingeliweza kuziunga nyoyo zao, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaunganisha. Hakika yeye ndiye mtukufu, mwenye nguvu na mwenye hikma. Ewe nabii, Mwenyezi Mungu anakutoshelezea wewe na waumini waliokufuata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wala wasidhani waliokufuru kuwa wamekwisha tangulia na wameiepuka adhabu ya kuhuni kwao na kwenda kinyume. Wao kabisa hawatamshinda Mwenyezi Mungu asiwazunguke na kuwatia nguvuni, bali yeye peke yake ni muweza, na atawalipa kwa nguvu zake na uadilifu wake. Enyi umma wa Kiislamu, tayarisheni kila muwezavyo nguvu za vita za namna zote kwa ajili ya kujizatiti kwa ajili ya kupigana, na wekeni askari walinzi na farasi wao mipakani na kando kando ya nchi, ili kwa hivi mjitayarishe na ulinzi, mwatie kiwewe adui za Mwenyezi Mungu na adui zenu miongoni mwa hao makafiri ambao wamo kungojea likupateni jambo, na pia mpate kuwatishia wenginewe ambao nyinyi hamwajui hivi sasa, lakini Mwenyezi Mungu anawajua, kwani hapana jambo linalojificha kwake. Na kila mnachokitoa kwa kuzitayarisha nguvu zenu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi yeye atakulipeni malipo ya kutosha bila ya kupunguka hata chembe katika mnayostahiki katika fadhila ya Mola wenu mlezi. Katika aya hii tukufu pana kuhimizwa na kuamrishwa kujitayarisha kwa ajili ya kupambana na adui, kwani vita zamani na sasa ni jambo la hatari na muhimu kabisa. Juu yake inategemea kheri na shari, kufa kupona kwa umati na umati. Basi yapasa kujitayarisha, kujizatiti na kujitengeneza kwa jiha mbalimbali za vifaa na silaha na zana, kuingia vitani bila ya kujipatia zana zozote
na kujitayarisha ni kutafuta kushindwa. Na tunaona hivi sasa madola yanavyojiandaa wakati wa amani na vita, na yanavyojenga siasa zao na mipango yao, na wanavyokusanya uwezekano wao wote ili wapate ushindi katika vita. Na vita sasa havimsazi mtu, wanashiriki katika vita wanajeshi na raia. Kwa hivyo ndiyo inapasa zaidi kujitengeneza kila mmoja wao kwa matengenezo ya kuwakusanya na kuwaweka tayari wote ili upatikane ushindi. Maadui wakielekea kutaka amani na kuwacha uadui wao, basi nawe ewe mtume elekea kwenye amani, kwani vita siyo lengo, bali wewe unakusudia kujilinda tu na uadui wao na upinzani wao kupinga wito wako. Basi kubali amani na umtegemee Mwenyezi Mungu, wala usihofu vitimbi vyao na njama zao. Yeye subhanahu ni mwenye kuzisikia njama zao, ni mwenye kuijua mipango yao, hapana kinachofichikana kwake. Huu ni msingi mkuu katika misingi ya Uislamu, dini ya salama. Na leo tunasikia kila dola duniani inanadi usalama, na kwa hivyo ukaundwa Umoja wa Mataifa. Ikiwa hao maadui wanataka kukuhadaa na kukufanyia ujanja, kwa hivyo kuonyesha kuwa wanataka amani, basi Mwenyezi Mungu anakutosheleza kukulinda na vitimbi vyao kwa kila upande, kwani yeye alikwisha tangulia kukuunga mkono kwa kukupa ushindi pale alipokutengenezea sababu zilizoonekana na za siri za kutia imara nyoyo za waumini katika wahajiri, wahamiaji waliotoka Makka, na Ansari, wasaidizi wa Madina. Na Mwenyezi Mungu akawaweka pamoja kwa mapenzi baada ya mtafaruku na uadui, hata wakawa marafiki mbele yako, wakizisabilia roho zao na mali yao kwa ajili ya wito wako. Na wewe hata ungelitoa mali yote na vitu vyote vya nafuu viliomo duniani kwa ajili ya kuwaunga pamoja huku, usingeweza kuyapata hayo, kwa sababu nyoyo zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyewaunganisha kwa kuwaongoa kwenye imani na mapenzi na udugu. Hakika yeye mtukufu ni mwenye nguvu na mwenye kushinda, anawapangia waja wake kwa mujibu wa manufaa yao. Ewe nabii, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kukudhamini wewe na mwenye kukufuata miongoni mwa waumini katika kila jambo lenye maana kwenu. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Ewe nabii, wahimize waumini wende vitani, wakiwapo kati yenu 20 wanaosubiri watawashinda 200,
na wakiwapo kati yenu 100 watawashinda 1,000 katika waliokufuru, kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Sasa Mwenyezi Mungu amekupunguzieni na anajua kuwa upo udhaifu wenu. Kwa hivyo wakiwa wapo watu 100 kati yenu wenye kusubiri, watawashinda 200, na wakiwapo 1,000 watawashinda 2,000 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri. Haimfalii nabii yoyote kuwa na mateka mpaka awe ameshinda barabara katika nchi. Mnataka vitu vya dunia, na Mwenyezi Mungu anataka akhera, na Mwenyezi Mungu ni mtukufu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Lao isingelikuwa hukumu iliyokwisha tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ingelikupateni adhabu kubwa kwa vile mlivyochukua. Basi kuleni katika mlivyoteka ni halali na vizuri, na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, wahimize waumini wende vitani kwa ajili ya kulinyanyua neno la Mwenyezi Mungu, na wapendezeshe kwa yatayofuatia katika kheri ya dunia na akhera watayoipata, ili nafsi zao ziingie nguvu. Nayo ikiwa wapo kati yenu watu 20 walioshikamana na imani na subira na utiifu, basi watawashinda makafiri 200. Hayo ni kwa sababu wao ni watu wasiofahamu ukweli wa mambo, kwani hawana imani wala subira wala tamaa ya kupata thawabu. Ilivyokuwa ni wajibu wenu enyi waumini kusubiri mnapokutana na maadui zenu katika hali ya kuwa mna nguvu, ijapokuwa wamekuzidini mara 10. Sasa Mwenyezi Mungu amekuruhusuni katika hali isiyokuwa ya nguvu kuwa mvumilie ikiwa adui kakuzidini mara 2 basi. Hayo ni kwa kujua kwake kuwa hamna nguvu nyingi, kwa hivyo mmefanyiwa wepesi na mmesahilishiwa, baada ya kuwa heba ya Uislamu imeingia katika nafsi za makafiri. Kwa hivyo mkiwa nyinyi ni wapiganaji 100 wenye kusubiri, mnaweza kuwashinda makafiri 200, na mkiwa 1,000 mtawashinda 2,000 kwa Mwenyezi Mungu kupenda na kusaidia. Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri kwa nusura yake na kuunga mkono kwake. Haimfalii nabii yoyote kukamata mateka au kuchukua fidia au kutoa bure msamaha mpaka ashinde na maadui waone wameshindwa, na wawe wamepata pigo kubwa hata kuwa hawawezi tena kupigana katika nchi. Lakini nyinyi jamaa wa Kiislamu mmefanya haraka katika vita vya Badri kukamata mateka kabla hamjatamakani mkawa imara katika nchi. Mnatafuta manufaa ya dunia, na Mwenyezi Mungu anataka akhera kwa kutukuzwa neno la haki na lisikushughulisheni la dunia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda, hukupangieni mambo yenu kwa mujibu wa faida yenu. Ingelikuwa hapana hukumu iliyokwishatangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kumsamehe mwenye kujitahidi japokuwa amekosa, basi ingelikupateni adhabu kubwa kwa papara mliyoifanya. Basi sasa tumieni mlichokipata katika fidia kwa kuwa ni halali kwenu, wala si uchumi muovu, na mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe na kumrehemu amtakaye katika waja wake pindi akirejea. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Ewe nabii, waambie mateka waliomo mikononi mwenu, kama Mwenyezi Mungu akiona kheri yoyote nyoyoni mwenu atakupeni bora kuliko vilivyochukuliwa kwenu na atakusameheni, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Ikiwa wanataka kukufanyia khiana, wao walikwisha mfanyia khiana Mwenyezi Mungu kabla yake, na yeye akakuwezesha kuwashinda, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma. Hakika wale walioamini na wakahama na wakapigania njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao, na wale waliotoa mahala pa kukaa na wakanusuru, hao ni marafiki na walinzi wao kwa wao. Na wale walioamini lakini hawakuhama, nyinyi hamna wajibu wa ulinzi wao hata kidogo mpaka wahame. Lakini wakiomba msaada kwenu katika dini, basi ni juu yenu kuwasaidia, isipokuwa juu ya watu ambao yapo mapatano baina yenu na wao, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Na wale waliokufuru ni marafiki wenyewe kwa wenyewe. Msipofanya hivi itakuwako fitna katika nchi na fisadi kubwa. Na walioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru, hao ndio waumini wa kweli, watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema. Na watakaoamini baadaye na wakahajir na wakapigana jihadi pamoja nanyi, basi hao ni katika nyinyi, na jamaa wanasaba wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe zaidi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie hao mateka walioanguka mikononi mwenu, ikiwa katika nyoyo zenu ipo kheri anayoijua Mwenyezi Mungu, yeye atakulipeni yaliyo bora zaidi kuliko hicho walichokichukua waumini, na atakusameheni ushirikina wenu na madhambi mliokuwa nayo, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehema kwa mwenye kutubia madhambi yake.
na pindi wakitaka kuhuni kwa vile baadhi yao walivyoonyesha kuumili kwenye Uislamu pamoja na nyoyo zao kupenda kukufanyia khiana maksudi, wewe usivunjike moyo. Mwenyezi Mungu atakupa uwezo juu yao, kama hapo kwanza walipomkhini Mwenyezi Mungu kwa kumfanyia wenzi na washirika wa kuabudu na wakaikufuru neema yake, na yeye aliwaweza kwa kukupa ushindi juu yao katika Badri, juu ya kuwa jeshi lako ni dogo na lao ni kubwa. Na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye ushindi, mwendeshaji wa hikma yake, aliwathibitisha wakawa na nguvu waja wake waumini kwa nusura yake. Hakika walioisadiki haki na wakaikubali hukumu yake, wakahama Maka, wakapigana jihadi kwa mali yao na roho zao, na wale waliowapa makazi wakimbizi ugenini wakamsaidia mtume wa Mwenyezi Mungu, wanapigana vita na wale wanaowapiga vita, wanamfanyia uadui anawafanyia uadui, wao kwa wao wanasaidia kuunga mkono haki na kutukuza neno la Mwenyezi Mungu. Na wale wasiohama haijathibiti kupata ulinzi na msaada wa waumini mpaka wahajir, lakini wakikutakeni mwanusuru na wanaowakandamiza katika dini, basi wanusuruni. Wakikutakeni mwasaidie dhidi ya watu ambao mna mapatano nao na wala hawakuvunja mapatano hayo, basi msiwakubalie. Na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo, hana kinachofichika kwake. Basi simameni kwenye mipaka yake, msije mkatumbukia katika adhabu yake. Na waliokufuru wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe, na wao husaidiana kwa mambo ya upotovu, na wanaungana mkono kwa kufanyiani nyinyi uadui. Basi nyinyi msifanye nao urafiki. Mkikhalifu, yani mkenda kinyume na haya mkawafanya ni wenzenu, itaingia fitna katika safu zenu, na utakuwa uharibifu mkubwa katika nchi. Na walioamini na wakahajir wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na waliowapa makazi na wakaisaidia haki na neno la Mwenyezi Mungu, hao ndio waliona imani ya kweli, na Mwenyezi Mungu mtukufu atawasamehe na watapata riziki kubwa duniani na akhera. Na walioamini baada ya wale wa mwanzo na mwishowe wakahama nao na wakapigana jihadi pamoja na waliotangulia, basi hao ni katika nyinyi kwa mkusanyiko wa muhajirina, yani waliohama Maka, na Ansari waliomsaidia mtume watu wa Madina. Hao wanastahiki ulinzi na haki kama ziliopo baina ya nyinyi kwa nyinyi. Na waliokuwa wamenasibiana katika waumini juu ya urafiki wa imani, wana urafiki zaidi wa kuwa ni jamaa. Basi hao wanazidiana katika mapenzi na mali na kusaidiana na kuungana mkono. Na Mwenyezi Mungu ameyabainisha hayo katika kitabu chake, naye ni mwenye kujua kila kitu.